Na mtazamaji, sasa tuangazie taarifa hii inayogonga vichwa vya habari. Matokeo ya mtihani ya KCSE yanatarajiwa kutangazwa rasmi mchana wa leo na Waziri wa Elimu Julius Migos Ogamba katika makao makuu ya Baraza Kuu la Mitihani nchini hapa jijini Nairobi. Takribani wanafunzi wapatao milioni 1.2 waliofanya mtihani huo wanatarajiwa kufahamu matokeo yao na baadaye kupata mwelekeo rasmi wa kujiunga na shule za sekondari. Mwanahabari wetu David Muthoka yuko katika jumba la mitihani na sasa tunaungana naye mbashara kwa mengi zaidi. Muthoka, shughuli ya matangazo hayo yamefikia wapi na tunatarajia nini? Na Ruga, bila shaka tumekita kambi hapa katika makao makuu ya Baraza la Mitihani nchini NEC, ambapo wakati wowote kutoka sasa matokeo ya mtihani wa KCSE yatakuwa yakitangazwa na Waziri wa Elimu Julius Migos Ogamba. Na kwa sasa tuko nje, tunaelezwa kwamba kuna matayarisho ambayo bado hayajakamilika, na baadaye tutakuwa tukiruhusiwa ndani palipo patakapokuwa pakitangazwa matokeo hayo na kushuhudia moja kwa moja matangazo ya mtihani huo au ya matokeo ya mtihani huo. Ni mara ya kwanza mtihani huu ulifanywa na ni mara ya kwanza matokeo ya mtihani wa KCSE yatakuwa yakitangazwa, na kuna mambo tofauti manake mtihani huu umejiri baada ya ule mtihani wa KCPE ambapo alama zilikuwa 500. Wanafunzi walikuwa wanaweza kupata alama 500 na tulikuwa tukiona wengi ambao wanafanya vyema wakipata na alama 400 kupanda. Lakini mara hii ni tofauti kabisa, manake kuna makundi mane ya jinsi matokeo haya yatakavyokuwa, na tunafahamishwa kwamba kundi la kwanza ni la wale ambao wamefanya bora kabisa na linafahamika kama exceeding expectations au kipenda wanafunzi waliopitisha matarajio. Kuna kundi la pili la wanafunzi ambao wamefikisha matarajio maarufu kama meeting expectations. Kuna kundi la tatu la wanafunzi ambao hawajafikisha matarajio ukipenda approaching expectations, na kundi la 4 la wanafunzi ambao hawatakuwa wamefanya vyema likifahamika kama below expectations. Na hivyo basi tuko hapa kufahamu mtihani huu ulikuwa vipi, wanafunzi wamefanya vipi. Kumbuka pia tofauti na KCPE, sio mtihani mmoja au sio matokeo haya ambatani na mtihani mmoja. Kumbuka wanafunzi hawa ndio pia waliokuwa wa kwanza kufanya ule mtihani wa KCSE, na hivyo basi kuna alama 2 toka kwenye mtihani waliofanya mwishoni mwa grade ya 7 na alama zingine 10 kutoka mtihani waliofanya au kipenda 10 kutoka grade ya 7 na 10 mwishoni mwa grade ya 8. Na hivyo basi mtihani waliofanya mwishoni mwa mwaka huu au mwanzoni mwa mwezi Novemba hapo una alama 60, na hivyo basi yote inakuja alama 100. Na hivyo basi ni baadhi tu ya tofauti kuhusiana na mtihani huu wa KCSE, na hivyo basi tuko hapa kuona mambo yatakuwa yakifanyika namna gani, na pia kufahamu kutoka kwa usimamizi wa Wizara ya Elimu na ni kutoka kwa Waziri Julius Ogamba utayari wa shule za sekondari ya juu kupokea wanafunzi hawa. Manake tofauti pia na mengi na tofauti na ule mtaala wa zamani ni kwamba kuna mikondo mitatu ambayo wanafunzi hawa wanaweza kufuata katika sekondari ya juu. Mkondo wa kwanza ukiwa wa sayansi jamii au kipenda social sciences, mkondo wa pili ukiwa wa sayansi ya spoti na sanaa, na mkondo mwingine ukiwa wa masuala ya sayansi, teknolojia, uhandisi pamoja na hesabu. Na hivyo basi tutakuwa tukitaka kujua, je, shule za sekondari ya juu zimejiandaa vipi, na pia wanafunzi hawa watakuwa wakijiunga na shule gani na ule mchakato utakuwa wa aina gani. Na hivyo basi haya yote tutakuwa tukipakulia watazamaji wetu katika taarifa za baadaye, lakini kwa sasa tunazidi tu kukita kambi hapa katika makao makuu ya Baraza la NEC. Kwako studio Ruga Eval. Na bila shaka mtazamaji, pia tunamtarajia David Muthoka kwenye taarifa zetu zijazo tupakulie rasmi kuhusiana na mchakato mzima wa kuchagua shule kwa wanafunzi wa grade ya 10. Kwa hivyo ganda nasi.